Na Ramadhan Kasim hapa asubuhi ya leo na anaungana na sisi katika kipengele cha Jaramba kutupatia taarifa za michezo na burudani ambazo wako nazo kutokea dawatini leo asubuhi mapema, ikiwa ni Julai 29 mwaka 2026. Karibu sana. Kunani huko ndugu yetu? Bana, mambo ni mengi lakini kutokana na muda pia tuende na machache. Kubwa zaidi ni kule Kigali, Rwanda. Kwenye michuano ya Kagame jana tulishuhudia timu za Tanzania bara zikishuka dimbani kwa maana Singida, lakini pia Simba Sports Club. Nimesema hivyo pia kwa sababu leo kuna mchezo mwingine, wawakilishi wa Tanzania wengine kutokea visiwani wao wanashuka dimbani pia leo. Sasa kwenye michezo ya jana mapema kabisa saa 10 Singida Black Stars wao walipata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Mogadishu City, na hivyo wanasubiri mchezo wa mwisho dhidi ya Simba kuona hatima yao pia. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Jamus dhidi ya Simba saa 1 usiku. Mchezo ukatamatika kwa timu hizo kutoshana nguvu ya bila kufungana. Kwa hiyo mchezo wa pili mtawalia kwa Simba, anaokota alama 1-1 bila bao. Lakini Singida alipoteza mchezo wa kwanza kwa kuruhusu magoli 2-0. Mchezo wa pili anashinda goli 4-1 kwa anakuwa na alama 3 mpaka hivi sasa. Mnyama shida gani? Mimi siwezi kwa jicho lenu sasa nyinyi watu wa mpira. Mimi ninavyofahamu pre-season, kwa sababu pia ukiangalia wao kwa mujibu wao walisema tu kwamba kwenye hii michuano pia wanakwenda, lakini ni sehemu ya maandalizi kuelekea msimu mpya, lakini pia na michuano mingine ya kimataifa huko, kwa maana msimu mpya wa ligi lakini na michuano mingine. Sasa ukitizama pia kwenye namna ambavyo timu ilivyo kwa hivi sasa, ina nyota wengi wageni na bado timu inatafuta muunganiko pia. Tutakubaliana mimi kwamba kwenye misimu kadhaa Simba wamekuwa bado wanapambana kuirejesha ile Simba ambayo ilifanya vizuri misimu ya nyuma. Kwa hiyo kwenye huu muda kama ni kweli wanatumia pre-season, basi yawezekana ni katika kuona timu inajengekaje. Watu wanaweza kuwa wanajaji pengine au wanahoji ubora wa Simba pengine kwa sababu ni tournament ambayo inafahamika. Sasa hatujui malengo yao wamekwenda kama malengo gani, yani wamekwenda kwa malengo gani hasa, kama ni serious wameenda kwa ajili ya kupambania hii michuano au labda wameenda kwa sababu ya kuiandaa timu kuelekea msimu mpya kama ambavyo nimesema. Na utakumbuka wakati Simba wanathibitisha kushiriki michuano ya Kagame, ratiba ilikuwa haijatoka ligi kuu, na siku ambayo pengine wao wanacheza mchezo wa ufunguzi ilikuwa bado haijatangazwa na TFF. Baada tu ya kutangazwa kwa ile ratiba kwamba siku fulani ligi inaanza na tarehe fulani Simba wanakwenda kufungua ligi kwa mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Young Africans, watu wengi tukao tuna hofu kwamba Simba yawezekana wakajitoa kwenye hii michuano ili kufanya maandalizi kuelekea mchezo wa ngao ya jamii, lakini pia michezo mingine ya ligi na kimataifa. Lakini baadaye wakathibitisha na wao walifahamu kabisa kwamba watu lazima watakuwa na hofu kwamba Simba yawezekana wakajiondoa kutokana na ratiba ambayo ipo karibu, kwa sababu tuhitaji pengine ligi ingeweza kuchelewa kuanza, pengine ingeanza mwezi wa 9 huko, lakini kutokana pia na michuano ambayo Tanzania tunaiandaa mwakani ya AFCON kwa ushirikiano na Kenya pamoja na Uganda, TFF wameibana ratiba, yani imekuwa ratiba fulani hivi ambayo imebana, inatakiwa imalizike kwa muda mwafaka ili kupisha pia maandalizi ya AFCON. Sasa kwenye hili pia yawezekana Simba wakaona watu kama walikuwa na hofu, basi tuthibitishe kushiriki, lakini tutatumia kama pre-season. Kwa mimi ninavyoitazama Simba, of course kuna maeneo mengi sana ya kuyaboresha. Yawezekana pia isiwe moja kwa moja, pengine kama jana nikaona kuna mtu mmoja alituma ujumbe akasema Simba hii kwa hiki ambacho nakifanya warudi sokoni mapema. Sasa nikaja najaribu kuwaza, tayari mshasaini wachezaji, mnarudi sokoni kwa wakati kama huu, yawezekana labda kuongeza maeneo machache, lakini binafsi naona tu kwamba wanakosa muunganiko wale wachezaji ambao bado wameweza kuingia. Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine ambao walikuwa msimu uliopita hawakupata nafasi kubwa sana ya kushiriki kwenye michezo mingi, na ndio maana unakuta kuna kupoteana. Kwa mfano pia ukiangalia Masinde labda kwenye ile tukio kwenye ile tukio yeye na Ino Loemba, pengine watu wanaanza kana laumu kwamba imekuwaje, mbona kama hawana mawasiliano. Ukiangalia pia hawajacheza kwa muda mrefu, namna ambavyo wamekuwa wakicheza vile. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna tu kwamba mtu mkishazoeana unajua kabisa Sheda ukifanya hiki Njibala anafanya hiki, anakuja Teddy anafanya hiki. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta hata kama mmefumba macho lakini mkapiga kazi kwamba kwa engo hii hapa mimi naweza nikaingia hapa, huyu hapa kashamaliza point yake, mimi niingia hapa. Kwa hiyo muunganiko pia ni kitu cha msingi sana kwenye timu. Kwa hiyo
Mimi siwezi kuwatazama vibaya Simba, nasubiri pengine msimu uanze, lakini naona kama timu ambayo imeshiba, ina watu, lakini kocha pia naamini uwezo wake kwa vile ambavyo alifanya msimu uliopita. Tunategemea kuona tu maeneo machache ambayo atayafanyia kazi, pengine muunganiko. Na kuna wale wanaenda mbali zaidi wanasema kwenye michezo ya pre-season ni heri timu ikapoteza mchezo. Mnajua wapi turekebishe kulikoni mkaanza pre-season na mshapa mtu 6 5 3, yani unajikuta mnaenda hivyo mnajisahau. Mwisho wa siku ligi naanza mnasema yes tumekamilika, kumbe kuna maeneo ambayo bado ni pungufu. Kwa mimi naiona Simba kama ni timu ambayo inajitengeneza kuelekea msimu ambao unafuata. Wewe mwenye timu yako wewe unaonaje? Wewe Njibara, wewe ndio timu yako hii. Okay, kwa sababu lazima tukubali kuwa na matarajio tofauti kati ya benchi la ufundi na mashabiki. Kwa mfano sisi mashabiki matarajio yetu ni kuona tu timu yetu inashinda. Yaani hivyo, na ukiangalia kwenye vibanda umiza ndio maana wakati mwingi mimi wasipendi. Kwa sababu najikuta kidogo na kauelewa kidogo. Sasa unakuta unaangalia na watu wengine ni ule wa kushabiki moja kwa moja. Yani utafikiri yale mashindano yani ni CAF Champions. Anakuambia cheki toa huyo weka fulani muone eko. Hiyo kama shabiki na kupanikisha wakati mwingine, na wewe unaanza kumchukia mwalimu. Lakini ukikaa peke yako na ukaangalia ukasikiliza wataalamu kama hivyo Ramadhani anatuambia, unaanza kuwaza kumbe matarajio ya mwalimu ni tofauti na matarajio yetu sisi. Mwalimu anataka iangalie timu, amewapa wote ambao hawajawahi pengine kuwaona, hatukuwahi kuwaona kwenye michezo. Amewapa mifumo umetumia tofauti. Kapombe ile anakuwa beki wakati anakumbusha pia kile ambacho alikifanya kwenye misimu ya nyuma. Kwa hiyo inawezekana pia kuna kitu anakitafuta. Tumeona pia hata kwenye timu za nje unakuta mtu anabadilishwa eneo kwamba wewe cheza hapa. Hiyo yote mwalimu anatafuta kwamba wapi panaweza kuwa panaweza paka pazuri, au labda ikitokea wakati mwingine pia asije akajisahau kwamba anaweza akacheza katika eneo fulani. Unamweka Mligo beki namba 4 yani kabisa. Umeona kwa ni vitu ambavyo mwalimu kuna kitu anakitafuta kulikoni ambacho sisi mashabiki tunakitaka. Alafu pia ukiangalia kwa mfano Dumbi ambaye pengine tunyoke tu watu wanamwimba vibaya pengine kwa hivi sasa atakosa magoli. Mimi niwakumbushe tu wale mashabiki wanaofuatilia soka la kimataifa hasa kule nchini Uingereza. Wakati anasajiliwa Kai Havertz pale Chelsea, kuna kipindi mwanzoni kabisa alishawahi piga, kwa wataalamu wa mpira wanajua tukisema square pass. Yani upo katikati ya uwanja, haupigi pasi inaenda mbele, ila inaenda kulia aidha kushoto. Sasa alikuwa upande wa kulia, ile pasi alivyoipiga yani ni kama alikuwa anapiga shuti. Mwisho siku akajikuta imetoka kwenye upande, yani mkono wake wa kushoto upande wa pili kule. Yani mpira haujaenda kule ambako alikuwa anatarajia yeye. Kwa hiyo ndicho ambacho kinamkuta hata Dumbi. Inawezekana kwa sasa hivi pressure na vitu vingine kama hivyo, amekuja anataka aoneshe ukubwa, atujue ameongea nini na viongozi au ampewa malengo gani. Kwa hiyo unakuta mtu bado anakuwa ile papa. Zimeshaanza kwa Dumbi. Mapema sana kwa mchezo wa kwanza. Mapema sana. Yani watu wanasema mimi namuona ni mtu mzuri kabisa. Na ndio huyo sasa ambaye anapelekea watu waseme warudi kusajili tena. Dumbi. Kwa hiyo watu wanamuhimba vibaya. Kwa hiyo vibaya sana. Jamani, mimi ni mwana Simba sana lakini Dumbi sijaona kosa lake. Kwa sababu hakuna mipira clear aliyopelekewa ukasema yani hapana, kwa kweli wamuache kabisa. Ukipita huko mtandaoni wengine wanakuambia yule ndio Osimhen wetu bwana, waambie. Ukipita huko mtandaoni watakwambia yani yeye kukata hapa kwenye shingo kwenda juu ndio anakotumia vizuri, lakini kwingine bado unakuta yani wanamaanisha kwamba kwenye miguu bado game mbili hayuko vizuri. Na ndio maana nimesema kwamba pengine mashabiki wana mtazamo wao kama ulivyosema, lakini pia walimu pia nao wanakuja kuwa na mtazamo wao. Mtu ambaye mimi ni bwana nani ni hata mtani hukumu Loemba, ila Loemba mimi ndo nina kazi naye kwa kweli, ninamfuatilia. Kwa sababu gani sasa? Kwamba kuna kitu ambacho unahisi anacho akionyesha ama hakuna kitu kabisa? Yani anapanda shuka nyingi sijui, lakini ni mtu ambaye kuna namna unamuona ni fundi, lakini ni kama kuna pressure nyuma yake labda. Yani kuna vitu haviko sawa. Yeah, of course. Yani mtu akija na matarajio makubwa kwako, alafu mwisho wa siku asikupe, yani anakuwa na matarajio makubwa kwako, alafu pia akawa na hofu ndani yako, lazima utakuja kuwa na pressure. Kwa sababu pia umewekea malengo makubwa, alafu watu wasema sasa na wewe tunamtegemea ataweza kweli? Alafu yani mtu kakuamini, alafu mwisho wa siku anakutilia mashaka. Kwa hiyo obviously lazima utakuja kuwa na hofu tu, na mwisho wa siku utapaparika, mambo yatakwenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo pengine mashabiki wape tu muda, wachezaji waungane, na mwisho wa siku wataona pengine kile ambacho mwalimu Steve Becker anazungumza nao. Okay. Bwana sawa. Ni taarifa nyingine ni kuhusiana na Azam FC wanaondoka tarehe 31 kuelekea Rwanda kama ilivyo kawaida yao. Wanaenda kuweka kambi kwa ajili ya msimu mpya wa ligi. Utakumbuka wao hawajashiriki michuano, kwa hiyo wao wanaenda kwa wasemi yao kwa ajili ya
matayarisho yao binafsi kwa ajili ya msimu mpya. Unaenda kwa rafiki zao Rayon? Sijajua watajana timu gani, lakini wao wanaenda. Nakumbuka hata msimu uliopita walienda. Lakini pia inawezekana ikawa ni nguvu ya mwalimu Florent Ibenge kwa sababu mpaka mara mwisho anakuja Tanzania, base ya Al Hilal ilikuwa Rwanda. Okay. Of course inawezekana pia kuna machimbo ambayo anaaminia kwamba bwana. Sawa, nimalize na taarifa za usajili kwa haraka hapa. Mbeya City bwana wameendelea kushusha vitu nao kuelekea msimu mpya wa ligi. Jana pia tumeona wakitambulishwa nyota wakati tupo hapo kwenye T-Sport tulikuwa tumemzungumza mtu kama Oscar Mwajanga kutokea Tanzania Prisons, lakini pia ameenda Mbeya City. Acha bwana. Lakini pia Hassan Haji Cheda pia naye amejiunga na City. Jana pia kuna taarifa ambayo tulikuwa tuna guess hapa sisi na Petro kwamba huenda kuna baadhi ya nyota ambao wana window na City, akiwemo George Chota kutokea Mtibwa Sugar. Na yes, wamemtambulisha rasmi jana George Chota kutokea Mtibwa Sugar. Kwa tunaendelea kusubiri pia nyota wengine ambao wataendelea kutambulishwa na City kuelekea msimu mpya wa ligi. Nimalize kimataifa kwa haraka dakika moja hapa. Bwana, huko kimataifa yametimia yale ambao pengine yalikuwa yanazungumzwa, watu wakaona wanaoji itakuwaje mambo yako hivyo. Bwana, Chelsea wamekamilisha deal la Danny Welbeck kutokea Brighton, mkongwe na miaka 35, lakini pia kuna nyota mwingine pia anatajwa, nyota wa zamani ya klabu ya Liverpool, Jordan Henderson, miaka 36, pia anatajwa kwamba huenda akakamilisha kwenda Chelsea. Kwa hiyo Xabi Alonso mbona analiona jicho kwa wakongwe? Kuna kitu gani kipi ambacho watampatia? Watu wamekuwa naoji kwamba inakuaje, lakini yawezekana Xabi ameona kwamba timu bado inakosa, kwa sababu ukiangalia pale mpaka sasa timu ya Chelsea hakuna mtu ambaye amefikisha miaka 30. Nasema walikusanya sana vijana. Hakuna. Yaani mwaka jana Tosin na Darabio ndio mtu ambaye pengine anaweza kaonekana ndio kongwe. Miaka 28 29 hivi kitu kama. Huyo ndio legend. Huyo ndio mkubwa yani kuliko wote pale ndani ya klabu ya Chelsea. Kwa hiyo Xabi Alonso amekuja na mpango mpya. Yawezekana pia ameona kuna jambo pia aliende sawa, hasa kule kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Miaka 28. Yes, Tosin na Darabio. Kwa hiyo unaweza kuona hapo namna gani timu ambavyo imesheheni vijana ambao bado wanahitaji watu wazoefu. Toka ameondoka Thiago Silva pia alisajiliwa akiwa na umri mkubwa of course lakini bado alikuwa anashawishi na kabisa, na alionyesha pia uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nadhani pengine Xabi Alonso anakiona kitu cha tofauti. Kama tunazungumza huko sisi tunaweza kuona kwa nini anasajili hivyo, lakini mimi siamini kama akisajili wakongwe wawili ndio ambao watakuja kuiangusha timu. Aidha wanaweza situmike kabisa wakawa hapo tu kwa ajili ya kuwaongoza vijana, afu wao mnawataka akawatumia, lakini kwenye kutuliza, kwa sababu ukiangalia Tosin ndio ambaye alikuwa anatuliza dressing room ya Chelsea. Kabisa. Ukiangalia sasa hivi ni marafiki sana kwa Palmer ukiangalia. Kwa hiyo miaka 28 anategemewa kwenye timu kwa ajili ya kuituliza timu. Kwa hiyo nafikiri hao wakungu wanakuja kwa ajili ya kuongeza tu uzoefu kwenye timu. Kuna taarifa moja nimeona Bradley Barcola amemalizana mazungumzo ya mdomo na Liverpool. Pengine wanataka kufukia maeneo ambayo tuliona, kwa sababu baada ya kuondoka Luis Diaz tumeona kuna mbavu moja ya Liverpool kidogo inakuwa inapata ugumu, na wameongezewa pia mzigo upande wa kulia pia. Itawafaa sasa. Of course kwa vile ambavyo Bradley Barcola anacheza kule amekosa tu nafasi kwa sababu amekutana na watu wengi pia wazuri kwenye eneo ambalo anacheza Vicha Kvaratskhelia, Desire Doué, Dembele wakati mwingine. Kwa unaweza kuona akija Liverpool moja kwa moja anapata nafasi ile. Kuna wakati unakuta Liverpool wanakosa watu wa namna hiyo. Winga zote mbili sasa hivi Mo Salah ameondoka, kwa hiyo wana namna pia ya kufanya. Kwa kama deal itakamilika basi itakuwa ni nzuri kwao. Mimi naamini akipata muda wa kutosha ni mchezaji ambaye mzuri. Tunasema bado vijana, utoto mwingi, kwa hiyo akifika pale ukiona tegemeo ndo baba ndo mama, lazima akili itakukaa sawa. Asante sana. Shukrani sana. Saa 12 jioni tutakuwa ni T-Sports kwa juma hili. Wanaanzia saa 12 mpaka saa 1, lakini siku nyingine basi ni saa 11 jioni mpaka saa 1. T-Sports, taarifa za kimichezo. Ni Ramadhan Kasim kutoka dawati la michezo. Hii ni Sauti ya Asubuhi. Tunasalia kuwa nawe. Matias Njibala mwalimu mkuu yuko hapa. Mimi naitwa Mwande. Mama watoto, harusi ya mdogo wangu imebaki wiki moja. Vipi kuhusu suti yangu na gauni lako? Mume wangu, hapa ndipo tatizo lilipo. Vitambaa vya